Bwana, stori yetu leo inamhusu kijana mdogo ambaye ananyanduana na mbibi. Sasa kijana huyu bwana anajulikana kwa jina la Michael na alikuwa ameshuka kwenye gari, lakini mvua ilikuwa kubwa sana ambayo inanyesha. Ghafla hali yake ikabadilika, akaanza kujisikia vibaya. Unajua mvua ikisha kupiga bwana, wengine wanapatwa na homa. Lakini haukupita muda mrefu akatokea mama mmoja anajulikana kwa jina la Ana, na huyu mama bwana ni mtu mzima, ana umri wa miaka zaidi ya 40. Ikabidi amsaidie kijana, akamfuta maji, lakini kijana alikuwa hajisikii vizuri na maana homa ishamshika, analia peke yake. Basi huyu mama alichokifanya, akaweza kumpatia huduma ya kwanza, lakini isitoshe akampeleka mpaka nyumbani kwake. Lakini dogo aliporudi nyumbani kwao, huyu dogo bwana Michael anaishi na wazazi wake, lakini baba akagundua leo kijana wangu hayuko sawa. Basi moja kwa moja akamwita daktari. Daktari alipompima akamwambia bwana, dogo ana homa ya kawaida tu. Basi daktari akampatia dawa. Mama kujisikia vizuri na ile hali, kwa nini mwanae anapatwa na homa? Kwa sababu ya mvua, na alishamkataza kutembea kwenye mvua. Lakini leo Michael alipojisikia vizuri akamwambia mama yake, mama, kuna mtu alinisaidia wakati mimi ninaloana na mvua, na huyo mtu ni mzee. Basi mamake akamwambia nenda kamtembelee na ukamshukuru kwa kile chokufanyia. Basi dogo leo akafika moja kwa moja kwenye ile nyumba ya yule Ana ambaye alimsaidia. Yule mama akamwambia, sasa sikiliza, nisubiri kwenye chumba kingine, mimi hapa nijiandae naenda kazini. Baada ya hapo tutaondoka wote tuelekee kazini. Basi dogo akaenda chumba kingine, lakini akawa anakula chabo kidogo kwa bibi mkubwa anabadilisha nguo, na bibi mkubwa na yeye alikuwa anamla dogo chabo. Basi dogo alikimbia moja kwa moja kana kwamba bana, mimi siko comfortable na viti. Siku nyingine tena wakutana kwenye gari, kumbe yule mama ni conductor, anafanya kazi ya kukusanya tiketi. Basi siku nyingine tena dogo Michael akaenda moja kwa moja kwenye nyumba ya yule mama. Alipofika kule bwana, stories zilikuwa zinapigwa kama kawaida. Sasa huyu dogo ameshakuwa na ukaribu na huyu mama. Hii ni mara ya tatu kufika kwenye nyumba ya huyu mama. Kumbuka mara ya mwisho alikuwa ameenda kumshukuru. Lakini leo hii alichelewa kurudi nyumbani. Babake akamwambia vipi tena? Dogo akadanganya, nilipotea njia. Dogo imekuwa sasa hivi kila anapotoka shuleni basi anaenda moja kwa moja kwa nyumba ya huyo bibi, wananyanduana kidogo, mambo anakafresh. Muona dogo ametoka shule, kingine imeshalia, anakimbia speed anamfuata bibi mkubwa Ana. Na Ana yeye bwana ni mtu anayekatisha tiketi kwenye mabasi, lakini ni mtu mzima kidogo, miaka zaidi ya 40. Siku nyingine dogo akamfuata Ana mpaka kwenye gari anakofanyia kazi, lakini Ana alimaindi bana, usinifuate kule ni ofisi yangu ya kazi, haikai vizuri. Basi dogo akamwambia naomba nisamehe. Basi akamsamehe bwana, usiku akalala mpaka asubuhi wakapitiliza. Basi mapenzi bwana yakawa moto, penzi la mtu mzima na mtoto. Ana yuko peke yake, hatujui mume wake aliendaga wapi, lakini dogo yeye tunajua anaishi na familia yake. Leo bwana, baada ya kuenjoy wakaamua waende kanisani. Sasa Ana ametangulia kanisani, lakini dogo Michael yupo nje, anaogopa kuelekea kanisani maana hajazoea kabisa. Basi akaingia kanisani naye wakafanya ibada, mambo yakaenda fresh. Siku nyingine tena dogo Michael yupo shuleni, kuna mtoto mkali akakaa jirani yake. Dogo akawa anamkataa, anamsalimia anakataa, kwa sababu tayari ameshazama kwenye penzi la mtu mzima, penzi la mama. Basi leo Michael alikuwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Baada ya kusherehekea, moja kwa moja akarudi kwa mshangazi ambaye ni Ana kama kawaida yake. Lakini Ana kuna ujumbe ameshaupokea ambao sio mzuri sana, inawezekana ukamtenganisha kabisa na Michael. Basi baada ya kulala usiku kucha, wameweza kunyanduana na kuzagamuana. Ana akaondoka bila kusema kitu chochote, wakawa wamepotezana kwa staili wapo. Basi dogo akarudi nyumbani. Baada ya miaka kadhaa kwenda, dogo akajua ukweli Ana yuko wapi. Maskini ya Mungu, kumbe Ana kuna kesi kubwa inamkabili. Ana kuna matukio alihusika nayo kipindi cha vita ya pili ya dunia. Basi dogo na yeye alikuwa anasomea mambo ya sheria, lakini sasa atamsaidiaje Ana? Yeye kesi haimuhusu, amekaa kule juu na Ana tayari yupo kwenye kizingiti. Basi Ana hana cha kusema, dogo akashagundua tayari kwamba Ana hii kesi lazima imle, lazima imtafuna. Basi Ana akajaribu kujitetea, lakini mambo yanakuwa magumu. Mwisho wa siku Ana akaweza kuhukumiwa kifungo cha maisha kutokana na kosa ambalo alifanya kipindi cha vita ya pili ya dunia.
lakini dogo Michael tayari ashakuwa mkubwa, maana miaka inazidi kwenda. Basi anachokifanya Michael, anamtembelea Gabi mkubwa wake huko magerezani. Michael ndo huyu hapo ashakuwa mtu mzima sasa, anamtembelea Ana magerezani, kwani Ana tayari bwana amekuwa amehukumiwa kifungo cha maisha, lakini Ana alikuwa na mtoto mdogo. Mwisho wa siku Michael akawa anaongozana na kijana wake au binti yake na Ana, lakini mara ya mwisho kabisa bibi kubwa alikuwa amekata tamaa, akaweza kufariki maisha. Michael alichokifanya, akamchukua yule binti yake na Ana na akampeleka kwenye kaburi la mama yake, na stori yetu inakomea hapo. Bwana, hii ni Bernard Cinema.